Naomba nivunje utaratibu kidogo, maana najua sio utaratibu wakati bendera inapandishwa na wewe unaendelea na shughuli zingine. Lakini kwa ajili ya kufafanusha baadhi ya mambo, naomba nivunje utaratibu kidogo. Unaona hapa ni Burkina Faso na Captain Ibrahim Traore yuko hapo. Hili ni tukio lililotokea tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2025. Na tukio hili ulichokuwa unakisikia, huo ni wimbo ambao tunasemaga the anthem, ambapo ni wimbo wa taifa. Na wimbo huu sasa huku au wimbo wa taifa, maana hii ni AES Confederation, ushirikiano wa mataifa ya ukanda wa Sahel, ambayo mataifa haya ni mataifa matatu: Niger, Mali na Burkina Faso. Watu walioamua kuunda umoja, na umoja huu wanaounda uwe ni umoja wa kweli wa kujifungua kutokana na minyororo ya wakoloni, kutokana na minyororo ya watu waliotufungaga. Kwa hiyo baada ya hapo Mwamba alianza kuongea, na hili limefanyika pia nchini Niger, limefanyika pia nchini Mali, lakini tumeamua tutumie hili la Burkina Faso kwa sababu ya maneno aliyoyaongea. Na mimi maneno haya nitakuambia aliyoyaongea ni yapi, kwa sababu kitu alichokiongea, amesema kuwa haya mataifa makubwa yanajaribu kutaka kununua mmoja wa viongozi katika haya mataifa matatu ili kwa ajili ya kusaliti huu umoja ambao ni umoja wa Sahel. Na hawa viongozi watatu hawa ambao ni Ibrahim Traore mwenyewe ambaye ni kiongozi wa Burkina Faso, kuna Assimi Goita ambaye ni raisi wa Mali, huyu ni kanali kijeshi, lakini kuna General Abdrahman Tiani ambaye yeye ni kiongozi mkuu wa taifa la Niger. Wakaamua kuja pamoja kuunda umoja wa Sahel, umoja utakaoshirikiana katika mambo mbalimbali, kwa sababu wanaziishi ndoto za wazee wetu wakina Thomas Isidore Noel Sankara, ndoto za kina Ahmed Sékou Touré, lakini Kwame Osagevo Nkrumah, ambapo walikuwa wanataka kuiunganisha Afrika iwe kitu kimoja, kwa sababu kumbuka, tukiungana kwa pamoja tunaweza kupiga hatua, lakini kadri tunavyotengana tunaendelea kumpa nguvu adui, ambaye adui huyu anatuwinda usiku na mchana. Kwa hiyo wakawa wamefanya hivyo, lakini katika kufanya hivyo, maneno hasa ambayo alikuwa ameongea Ibrahim Traore ni kuwa hawa viongozi wa mataifa makubwa au mataifa makubwa yanawa-approach hawa viongozi waone kama watapata mmoja atakaye wasaliti wenzake ili kuvunjilia mbali huo umoja wa ukanda wa Sahel. Lakini ashukuriwe Mungu, hawa ni wanajeshi na wana nidhamu kijeshi. Maana hawa sio wanajeshi wale wanajeshi wa hovyo kama walikuwepo wakina Sese Seko Mobutu. Alikuwa mwanajeshi lakini wa hovyo kabisa, ambaye aliamua kufanya vitu vya hovyo ambavyo mpaka yani ni aibu, yani historia inamhukumu Sese Seko Mobutu. Sasa hawa wao wako tofauti na wakina Sese Seko Mobutu, ndio maana wameendelea kukaa kwenye msimamo na mambo kadha wa kadha. Ibrahim Traore amesema hivi: hawa wanataka tushirikiane, lakini je, ni wanataka tushirikiane kwa sababu wanatupenda au ni nini? Baadaye akaja akajibu yeye mwenyewe kuwa sio kwa sababu ya upendo, ila ni kwa sababu ya maslahi, kwa sababu kuna faida fulani wanayoitafuta kutoka kwetu, ndio maana wanataka ushirika huu uweze kuwepo. Maana huu ni ushirika wa shetani, ushirika wa mmoja anamnyonya mwenzake, alafu bado mnasema tuna mahusiano ya kimataifa. Huo sio uhusiano wa kimataifa, huo ni unyonyaji wa kimataifa. Na ndio maana wakuta mataifa ya magharibi yamekazana kuyanyonya mataifa ya Afrika, na mataifa ya Afrika yanaendelea kuwa masikini, huku wakitajirisha baadhi ya watu ambao ni viongozi, huku mataifa yao yakiendelea kubaki kuwa masikini. Nitakupa mfano mmoja uweze kuuelewa.
kulikuwa na mpango wa Julius Kambarage Nyerere, Kenneth Kaunda na Mobutu Sese Seko Kuku Bengu wa Zabanga. Hawa watu watatu walikuwa na mpango ikibidi waunganishe haya mataifa matatu ambayo ni Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Democratic Republic of Congo, lakini kuna nchi ya Zambia na nchi ya Tanzania ili ziweze kuungana. Wakawa wanaongea, lakini Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akawa anashangaa, mbona tukiongea mara kule mabepari wamepata series, tukiongea wale kule wamepata, hii ni nini? Baadaye akaja akagundua ni Mobutu ndo anayevujisha. Akaja kumuuliza Mobutu, kwa nini unavujisha hii wakati sisi tumepanga ili tujitoe hapa? Mobutu akasema, naona wewe kama Tanzania imekushinda, uniambie nije niiongoze. Yani akajibu kitu tofauti kabisa na walivyokuwa wamekubaliana. Kwa umoja ule ulishindikana. Kwa nini? Kwa sababu hawa mataifa makubwa walijua, mataifa haya magharibi walijua hawa wanataka kuungana na wanaogopa sana wa Afrika wakiungana. Ndio maana unaona kuna kelele hizi ziko kote kwa sababu ya Ibrahim Traore. Wanajua huyu ndio kiungo, tukipiga huyu. Ndio maana unaona kuwindwa kwa Ibrahim Traore sio kama hawa wengine wakina Tshiani na wakina huyu Assimi Goita. Ni Ibrahim Traore kwa sababu wanajua huyu yuko speedy kweli. By the way, ndio kijana kuliko wengine hao, kwa sababu ukiongelea Tiani huyu yeye ni yuko above 50. Ukiongelea huyu Assimi Goita yuko above 40. Lakini yeye huyu Ibrahim Traore yuko kwenye miaka, maana umri wake kwa sasa ni miaka 37 tu. Kwa hiyo ndio maana ameingia madarakani akiwa na miaka 34. Kijana mdogo lakini ana speed ya hatari, kijana mdogo lakini anakimbia mno. Kwa ndo maana akasema hiyo. Kwa akasema wanataka ushirika na sisi ili waweze kuchota rasilimali zetu. Na hizi rasilimali wakizichota alafu sisi hatutanufaika. Lakini rasilimali za Burkina Faso na rasilimali za ukanda huu wa Sahel zinatakiwa ziwanufaishe wananchi. Kwa hiyo sasa hapa ndio ambapo sasa wameinua bendera rasmi hii ya ukanda huu wa Sahel au umoja wa Sahel, AES, ambapo popote sasa hivi Ibrahim Traore awapo utakuta kuna hii bendera. Yaani utaiona hiyo bendera. Yaani popote hawapo kuna bendera ya Burkina Faso na kuna bendera ya ukanda wa Sahel. Sasa umoja wa Sahel wanataka wachague kiongozi mmoja. Yaani ndio hao watakuwa ni viongozi wakuu wa mataifa ya Burkina Faso, Mali, Niger. Lakini wanataka wachague sasa kiongozi mmoja. Mfano wapeane muda. Kama huu ukanda wa Sahel haya mataifa matatu, basi kiongozi atakuwa labda ni Assimi Goita. Kama atakuwa ni Assimi Goita ndio kiongozi, atakaa pale kama kiongozi mkuu wa huo ukanda huo. Kwa kuna mambo yatakayohusu ile state na kuna mambo yatakayohusu hiyo confederation au huo umoja huo wa Sahel. Kwa sababu hii ni AES Confederation. Wameamua kuungana. Mchakato huu sio mchakato rahisi, ni mchakato ambao unachukua muda mwingi, ni process ndefu kama vile Marekani walivyoungana. Kumbuka Marekani ndio maana inaitwa United States of America. Kwa maana ni states zile ziliungana na kuunda hii federal government, ambayo federal government ndio maana nikakwambia sheria unazozikuta kwenye jimbo hili sizo sheria utakazokutana nazo kwenye jimbo lingine. Yaani wana mambo yao na hao unaweza kaingia ukajua ni nchi nyingine tofauti kabisa. Hii yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu wameunda huo umoja. Lakini umoja huo tukisema wa Afrika tuunde hawataki, hawakubaliani. Kwa katika hatua hizi sasa wamefika mahali pa kuwa na wimbo ambao ni wimbo wa pamoja ambao utakuwa imbwa na ukanda huu wa Sahel, lakini kuwa na bendera pia, bendera hii ya Sahel, ambao bendera hii ukiangalia vizuri unakuta kuna mti wa mbuyu huko pale kwa sababu ya huo ukanda huo wa Sahel. Hii ina maana kuwa wamekita mizizi, kwa sababu mbuyu huo unakita mizizi chini sana. Wamekita mizizi zaidi katika huu umoja kuwa wawe kitu kimoja kwa ajili ya kumlinda na kumkomboa mama Afrika na kusababisha rasilimali za Afrika wazisimamie vizuri, zimnufaishe mwananchi wa Afrika. Sio mali zetu zinaenda kunufaisha watu wengine, lakini sisi wenyewe tunaogelea kwenye umasikini. Sisi wenyewe tunaogelea kwenye dimbwi la magonjwa. Sisi wenyewe tunaogelea yani kwenye ukata usiokuwa wa kawaida. Kwa hiyo ndio maana wameunda huu umoja wa Sahel na huu ukanda wa Sahel. Kwa hiyo umoja huo uko hivyo na tayari wameshaanza hizi hatua, na katika hatua zingine watatumia sarafu moja. Hatua zingine pia hakutakuwa na kodi ile tunaita kuna ile mipaka ya mawasiliano.
Yani mfano ukitaka wewe uko Kenya, ukataka kupiga simu Uganda au Rwanda au Kongo, manake itabidi ulipe zaidi hiyo simu. Sasa hiyo wao wanaondoa, na unaona kila nchi inakuwa na kodi namba yake. Yani Kenya 254, Tanzania 255, ukienda Kongo 243, ukienda sijui Burundi wana kodi yao, Rwanda wana kodi yao, ukienda Afrika Kusini wana kodi yao, ukienda huko Burkina Faso kodi yake, Mali kodi yake, alafu upande wa Niger kodi yake. Wanaondoa hilo. Yani wewe ukipiga simu ni kama umepiga tu hapo hapo nchini kwenu. Kwa hiyo huu ndio umoja ambao sasa wameuanzisha, na kwa kuanzisha wimbo huu ambao tutahitaji ni wimbo wa hiyo Confederation, AES Confederation. Maana tukisema ni wimbo wa taifa, hii ni zaidi ya taifa, maana huu ni muungano wa mataifa matatu. Kwa ni wimbo ambao ni wa mataifa haya matatu. Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyo. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika, tunawashukuru.